Mwenyekiti, mwaka 1992 ndipo lilikuja lengo la kuunda vyama vingi. Lengo hilo lilipokuja, msingi wake ulikuwa ni kwamba vyama hivi viende vikachochea maendeleo. Pale ambapo system serikali isifanye vizuri, iwaambie maji mpeleka hapa, pelekeni maji. Hapa mjenga shule, mjengeni shule. Hapa mjenga hospitali yenu vizuri, mjengeni miundombinu ya hospitali iwe vizuri. Ukiwaona viongozi wa upinzani wanaanza kuzungumzia habari ya kuleta machafuko, maanake ni nini? Wanaona shule zimejengwa. Maanake ni nini? Wanaona barabara zinapitika. Maanake ni nini? Wanaona miundombinu ya kwenye afya iko vizuri. Piga makofi sana kwa chama cha Wananchi. Maana leo mimi ujumbe wangu kwenu, kwenye mapambano ya kulinda amani ya nchi hii, hata kijana wa form 6 unahusika, hata kijana wa form 4 unahusika, hata mtumishi wa umma unahusika, hata diwani wa kata unahusika. Pambana kulinda, kwa sababu hauna taifa mbadala. Hivi nini nakumbuka kazi kubwa ambayo imefanyika, alafu leo unaona mtu anaongea kwenye mtandao, wana system unapita tu. Viongozi wetu wa dini, na nishukuru sana baba mwenyekiti Father Wambura hapa. Huyu ni paroko wa kipekee ambaye kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani anawaita Waislamu, anafuturisha. Naona ambavyo viongozi wa dini wanatumika kuunganisha Watanzania. Sio viongozi wa dini unatumia madhabahu kubomoa nchi yako. Wewe una nchi gani tafuta Tanzania? Tuwakemeeni hao watu, kwa sababu nataka niwaambie, hatuna nchi mbadala, hatuna Manyoni mbadala, hatuna kata ya Manyoni nyingine tofauti na hii tulionayo, na haitakuja kuzaliwa nyingine. Ikizaliwa maanake imeongezeka eneo la utawala, kwa sababu mahitaji ya watu yanaongezeka, eneo la dunia linaongezeka. Mwenyekiti, nihitimishe kwa kusema nchi yetu ni Tanzania. Bila kujali umri wako, ukiwa ni mzee, ukiwa ni mama, ukiwa ni kijana, ukiwa hata watoto wa 2000, pambana kwa nguvu zote kukemea uovu wa kuligawa taifa lako, kwa sababu hatuna taifa mbadala. Na kama ipo hoja, tuzungumze hoja. Kama ipo jambo, tuzungumze jambo, sio kuchochea kuvunja amani ya taifa. Baada ya kusema hayo, kidogo chama cha Mapinduzi.